Sana. Naenda kusoma kama ilivyoandikwa katika kile kitabu cha Mwanzo sura ile ya 10, sura 11 mstari wa kwanza, inasema nchi yote ilikuwa na lugha moja na usemi mmoja. Ikawa watu waliposafiri pande za mashariki, waliona nchi tambarare katika nchi ya Shinari, wakakaa huko, wakaambiana, haya na tufanye matofali tukayachome moto. Walikuwa na matofali badala ya mawe na lami badala ya chokaa. Wakasema, haya tujijengee mji na mnara na kilele chake kifike mbinguni, tujifanyie jina ili tusipate kutawanyika usoni pa nchi yote. Bwana akashuka ili aone mji na mnara waliokuwa wakiujenga wanadamu. Bwana akasema, tazama, watu hawa ni taifa moja na lugha yao ni moja, na haya ndiyo wanayoanza kuyafanya, wala sasa hawatazuiliwa neno utakalokusudia kulifanya. Haya na tushuke huko tuwachafulie usemi wao, ili wasisikilizane maneno wao kwa wao. Basi Bwana akawatawanya kutoka huko waende usoni pa nchi yote, wakaanza kujenga ule mji. Kwa sababu hiyo jina lake likaitwa Babeli, maana hapo ndipo Bwana alipouchafua lugha ya dunia yote. Na kutoka huko Bwana akawatawanya waende usoni wa nchi yote. Hivi ndio vizazi vya Shemu. Shemu alikuwa mtu wa miaka 100, akamzaa Arfaksadi. Miaka miwili baadaye akamzaa Arfaksadi. Miaka miwili baada ya gharika. Shemu akaishi baada ya kumzaa Arfaksadi miaka 500, akazaa wana waume na wake. Arfaksadi akaishi miaka 35, akamzaa Sela. Arfaksadi akaishi baada ya kumzaa Sela miaka 403, akazaa wana waume na wake. Sela akaishi miaka 30, akamzaa Eberi. Sela akaishi baada ya kumzaa Eberi miaka 403, akamzaa wana waume na wake. Eberi akaishi miaka 34, akamzaa Peleji. Eberi akaishi baada ya kumzaa Peleji miaka 430, akazaa wana waume na wake. Peleji akaishi miaka 30, akamzaa Rehu. Peleji akaishi baada ya kumzaa Rehu miaka 209, akazaa wana waume na wake. Reu akaishi miaka 32, akamzaa Serugi. Reu akaishi baada ya kumzaa Serugi miaka 207, akazaa wana waume na wake. Serugi akaishi miaka 30, akamzaa Nahoru. Serugi akaishi baada ya kumzaa Nahoru miaka 200, akazaa wana waume na wake. Nahori akaishi miaka 29, akazaa Tera. Nahori akaishi baada ya kumzaa Tera miaka 119, akazaa wana waume na wake. Tera akaishi miaka 70, akamzaa Abrahamu na Nahori na Arani. Na hivi ndivyo vizazi vya Tera. Tera akamzaa Abrahamu na Nahori na Harani. Harani akamzaa Lutu. Harani akafa kabla ya baba yake Tera katika nchi aliyozaliwa, yaani katika Uru wa Kaldayo. Abrahamu na Nahori wakajitwalia wake.
Jina la mkwe wa Abrahamu aliitwa Sarai, na jina la mkewe Naori aliitwa Milka binti Harani, ambaye alikuwa baba wa Milka na Iska. Na Sarai alikuwa tasa, hakuwa na mtoto. Tera akamtoa Abrahamu mwanawe na Lutu mwana wa Harani mwana wa mwanawe, na Sarai mkwewe mke wa Abrahamu mwanawe. Wakatoka wote katika Uru wa Kaldayo waende nchi ya Kanaani, wakafika mpaka Harani, wakakaa huko. Siku za Tera zilikuwa 205. Tera akafa katika Harani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo katika sura hii ya 11 tunajadili kidogo, alafu tutaendelea kusoma sura 12. Katika sura 11 tunaona kwa habari ya kujengwa mlima wa mnara wa Babeli, ambapo tunaona kabisa kwamba watu walikuwa na lugha moja, walikuwa wanaongea lugha moja na waliazimia. Mpaka katika maazimio hayo ilifika mahali Mungu akasema hakuna atakayeweza kuwazuia. Namna ya kuwazuia ni ya kuwachafulia lugha, kuwa na lugha mbalimbali. Basi hivyo sasa, kwa hiyo kama Wakristo, ili tuweze kuazimia kitu, au kama familia ili tuweze kuazimia kitu, inatupasa kuwa na lugha moja. Kuwa na lugha moja manake ni nini? Kuwa na lugha moja ni watu mnaoweza mkaongea kitu na mkaelewana. La sivyo, kama hamwezi kuelewana na kushikamana, basi hiyo kila mtu atakuwa na lugha mbalimbali. Kwa hiyo wale watu walizungumza lugha moja, wakaamua kujenga mnara wa Babeli. Na walipo ujenga mnara wa Babeli, basi sasa Mungu akaona hawa watu watafanikisha lengo lao, na kama ukifanikisha lengo lao, itakuwa mpango wa Mungu wa kujaza mwanadamu, kujaza ulimwengu utakuwa hujatimia. Kwa hiyo watu wote wangekuwa wanaelekea mnara katika ile eneo lililojengwa mnara. Basi hivyo sasa Mungu akachafulia lugha, wakatawanyika. Na huenda kuna saa nyingine, kuna saa Mungu anaweza akachafua lugha, watu wasielewane katika jamii, lakini ili mpango wake utimie. Kwa hiyo basi tunajifunza kuwa na lugha moja. Kuwa na lugha moja ni kuwa na maamuzi ya pamoja, ni pamoja na kuwa na mahusiano mazuri, kuelewana, kushikamana katika kila mnachokitenda. Basi baada hapo tunaona vizazi vilikuwa vinatajwa, vizazi vya Nuhu baada ya gharika. Mpaka hapo tukisoma hivi vizazi, unaweza ukakaa ukadrafti vizuri, lakini tunakuja kuona uzao wa Ibrahim unatoka kwa baba yake Tera, ambaye Tera ni mtoto wa Nahori. Bwana asifiwe sana. Ambao Nahori ni mtoto wa Serugi, naye Serugi ni mtoto wa Pelegi, naye Pelegi ni mtoto wa Eberi, naye Eberi ni mtoto wa Sela. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kwa namna hii tunaona Biblia imeandika haya kwa makusudi watu watambue kwamba Ibrahim ametoka wapi na mpaka hapa imefikaje. Tunaona Tera alivyokuwa na watoto wake watatu, na moja hapo ni Ibrahimu, Nahori na Harani. Na tunaja kumuona tena kwamba Harani ndiyo baba yake Lutu, ambaye Lutu tukiangalia hapa, Lutu ndiye aliyeondoka na Ibrahimu hadi nchi ya Kanaani. Bwana asifiwe sana. Lakini hata hivyo tunamwona kwamba hata Ibrahimu waliozaliwa kule katika ile nchi yao, katika ile nchi
ya katika ile nchi alitoka, ambayo Tera alizaliwa katika nchi ya Uru wa Kaldayo. Katika ile nchi ya Uru wa Kaldayo tunamwona mtumishi na tunamwona baba yake Ibrahim ambao ni Tera, anamchukua Tera na wanawe wanaenda mpaka katika ile nchi ya Harani. Tukitoka katika ile nchi ya Harani, wanaendelea kwamba baba yake Ibrahim ambao ni Tera anafia katika ile nchi ya Harani. Na tukijikumbusha zaidi kwamba hapa Biblia inatuambia kwa sababu Sarai alikuwa ni tasa, na pia tunaona kabisa kwamba Tera akamtoa Abrahamu mwanawe na Lutu mwana wa Harani mwana wa mwanawe na Sarai mkwewe mke wa Abrahamu mwanawe, wakatoka katika Uru wa Kaldayo waende nchi ya Kanaani, wakafika mpaka Harani, wakakaa huko. Siku za Tera zilikuwa 205. Tera akafa katika Uru wa Kaldayo, katika Harani, hakufia Uru wa Kaldayo. Tunamwona huyu babake Abraham alifia Harani, alizaliwa Uru wa Kaldayo akafia Harani. Basi tunaweza kuendelea katika sura ya 12. Inasema, Bwana akamwambia Abraham, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Nami nitawabariki wakubarikiao, naye akulaanie nitamlaani, na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Basi Abrahamu akaenda kama Bwana alivyomwamuru. Lutu akaenda pamoja naye Abrahamu alikuwa mtu wa miaka 75 alipotoka Harani. Abrahamu akamchukua Sarai mkewe na Lutu mwana wa nduguye na vitu vyao vyote walivyokuwa wamejipatia, na hao watu waliowapata huko Harani, wakatoka ili kwenda nchi ya Kanaani. Nao wakaingia katika nchi ya Kanaani. Abrahamu akapita katikati ya nchi mpaka mahali patakatifu Kemu, mpaka mwaloni wa More. Na Wakanaani siku zile walikaa katika nchi hiyo. Bwana akamtokea Abrahamu akasema, uzao wako nitawapa nchi hii. Naye huko akamjengea madhabahu Bwana aliyemtokea. Kisha akaondoka huko akaenda mpaka mlima ulio upande wa mashariki wa Betheli, akapiga hema yake. Alikuwa na Betheli upande wa magharibi na wa Ai upande wa mashariki. Akamjengea Bwana madhabahu huko, akaliitia jina la Bwana. Naye Abrahamu akasafiri akazidi kwenda pande za kusini. Basi kulikuwa na njaa katika nchi ile. Abrahamu akashuka Misri akae huko kwa muda, maana njaa ilikuwa nzito katika nchi. Ikawa alipokuwa karibu kuingia Misri, akamwambia Sarai mkewe, tazama, najua ya kuwa u mwanamke mzuri wa uso. Basi itakuwa Wamisri watakapokuona watasema, huyu ni mkewe, kisha wataniua mimi na wewe watakuchukua hai. Tafadhali useme, wewe ndugu yangu, iwe heri kwangu kwa ajili yako, na nafsi yangu iishi kwa ajili yako. Basi ikawa alipofika Misri, Wamisri wakamwona huyo mwanamke ya kwamba yeye ni mzuri sana,
Wakuu wa Farao wakamwona, nao wakamsifu kwa Farao. Basi yule mwanamke akachukuliwa nyumbani mwa Farao, naye akamtendea Abrahamu mema kwa ajili yake. Naye alikuwa na kondoo na ng'ombe na punda waume na watumwa na wajakazi na punda wake na ngamia. Lakini Bwana akampiga Farao na nyumba yake mapigo makuu kwa ajili ya Sarai mkewe Abrahamu. Ndipo Farao akamwita Abrahamu akasema, ni nini hivi ulionitendea? Mbona hukuniambia ya kuwa huyu ni mkeo? Mbona ulisema huyu ni umbu langu, hata nikamtoa kuwa mke wangu? Basi sasa huyo mke wako umchukue uende zako. Farao akawaagiza watu kwa ajili yake, wakampeleka njiani na mkewe na kila alichokuwa nacho. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunashukuru Mungu kwa ajili ya hii sura ya 12. Tunazidi kumwona Abraham kwa jicho lingine zaidi, na tunakumbuka kwamba sura ya 11 tuliyotoka kusoma, tulisoma tu chimbuko la Ibrahim, lakini katika hii sura ya 12 tunaona Ibrahim akitoka katika ile nchi ya Harani ambapo babake alifia, na anaambiwa na Mungu toka katika nchi hii, hata katika ile nchi akaenda katika ile nchi ya Kanaani ambapo Mungu alimwahidia. Katika nchi hiyo ya Kanaani tunaona alienda yeye na wafanyakazi wake pamoja na ndugu yake Lutu. Lakini katika kwenda huko pia tunaona Abraham alikuwa akizunguka katika pembe mbalimbali za nchi. Alipokuwa akizunguka katika pembe mbalimbali za nchi, alikuwa akijenga madhabahu. Bwana asifiwe sana. Alienda kaskazini, akaenda mashariki, akaenda kusini. Na alipofika pale kusini, ikawa nchi ile ikawa na ukame, ikawa na nchi ya Kanaani ikawa na njaa. Alipokuwa na njaa, mtu wa Mungu Abraham akaamua kwenda katika ile nchi ya Misri kwenda kutafuta chakula. Na alipofika katika ile nchi ya Misri, tunaona kwamba Mungu anazidi kupambania, na alikuwa na hofu kwa habari ya kuuawa kwake kwa sababu ya uzuri wa mke wake. Lakini tukumbuke pia kwamba Abraham hakusema uongo hapa. Japokuwa watu wanasema kwamba alisema uongo, hakusema uongo. Ni kweli Sara alikuwa ni umbu lake, na kikanuni za miaka hiyo kwamba ilikuwa ni ruhusa mtu kumuoa umbu lake. Kwa hiyo Abraham hakusema uongo, na hakusema uongo, lakini tunaona Mungu alikuja kumtetea baada ya kumpiga Farao mapigo makuu na kumwambia kwamba atachukuaje mke wa mtu, na akambidi amrudishe kwa heshima kubwa na kumpa escort kubwa ya watu kumsindikiza. Basi na tunaona kabisa kwamba Abraham alivyoenda katika ile nchi ya Misri, hapa alienda akaongezewa utajiri. Yaani katika ile mapito aliyopitia, Bwana alimuongezea utajiri wa magari, utajiri wa farasi, punda, wafanyakazi, kila kitu Mungu alimuongezea. Kwa hiyo siku ya leo, mtumishi wa Mungu, tunaweza tukasema kwamba katika sura ya 12 tutazidi kujifunza zaidi na zaidi, lakini tunaenda kuendelea katika ile sura ya 13 tutazidi kuyaona mengi. Lakini ziko hapa katika sura ya 12 tunaweza kuona kwamba namna gani Mungu anaweza kutetea hata katika hali ngumu. Mungu alimtetea Ibrahim kipindi mke wake amechukuliwa. Ibrahimu alikuwa ashakubaliana na hali halisi, lakini Mungu akaenda kumpiga Farao, na akaenda kupiga Farao kwa mapigo makuu. Biblia hapo inaambia kwamba mapigo gani aliyompiga, lakini inasema kwamba alimpiga kwa mapigo makuu, na akabidi amrudishe mke wa watu. Basi tunaendelea katika sura ya 13. Abraham akapanda kutoka Misri
yeye na mkewe na kila alichokuwa nacho, na Lutu pamoja naye mpaka kusini. Naye Abrahamu alikuwa ni tajiri sana kwa mifugo, kwa fedha na kwa dhahabu. Akaendelea kusafiri kutoka kusini mpaka Betheli, mahali pale alipokuwapo hema yake kwanza kati ya Bethlehemu na Ai. Naye ndipo alipokuwa na madhabahu aliyofanya hapo kwanza, na Abrahamu akailiitia jina la Bwana hapo. Na Lutu aliyesafiri pamoja na Abrahamu, yeye naye alikuwa na makundi ya ng'ombe na kondoo na hema, na ile nchi haikuwatosha ili wakae pamoja, maana mali zao zilikuwa nyingi hata wasiweze kukaa pamoja. Kukawapo ugomvi kati ya wachungaji wa wanyama wa Abrahamu na wachungaji wa wanyama wa Lutu. Na siku zile Wakanaani na Waperezi walikuwa wakikaa katika nchi. Abrahamu akamwambia Lutu, basi usiwepo ugomvi na kusihi kati ya mimi na wewe, wala kati ya wachungaji wangu na wachungaji wako, maana sisi tu ndugu. Je, nchi hii yote haiko mbele yako? Basi ujitenge nami na kusihi, ukienda upande wa kushoto nitakwenda upande wa kuume, ukienda upande wa kuume nitakwenda upande wa kushoto. Lutu akainua macho yake akaliona bonde lote la Yordani, ya kwamba lote lina maji kabla Bwana hajaharibu Sodoma na Gomora. Lilikuwa kama bustani ya Bwana, kama nchi ya Misri hapo unapokwenda Soari. Basi Lutu akajichagulia bonde lote la Yordani. Lutu akasafiri kwenda upande wa mashariki, akatengana wao kwa wao. Abrahamu akakaa katika nchi ya Kanaani, na Lutu akakaa katika miji ya lile bonde, akajiongeza hema yake mpaka Sodoma. Lakini watu wa Sodoma walikuwa wabaya, wenye kufanya dhambi nyingi sana juu ya Bwana. Bwana akamwambia Abrahamu alipokwisha kutengana na Lutu, inua sasa macho yako ukatazame kutoka hapo ulipo upande wa kaskazini na kusini na mashariki na magharibi, maana nchi yote ulionayo nitakupa wewe na uzao wako hata milele, na uzao wako nitaufanya uwe kama mavumbi ya nchi, hata mtu akiweza kuhesabu mavumbi ya nchi. Uzao wako nimbee katika nchi hii, katika mapana yake na marefu yake, maana nitakupa wewe nchi hiyo. Basi Abrahamu akajiongeza hema yake, akaja akakaa kwenye mialoni ya Mamre, nayo ni miti iliyoko Hebroni, akamjengea Bwana madhabahu huko. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Tunazidi kujifunza habari ya Ibrahim. Hapa tunazidi kujifunza mambo mengi, kwamba ilifika mahali utajiri wa Ibrahim na utajiri wa Lutu ukawa ni tishio katika ile nchi waliokaa. Ninaomba Mungu akubariki na tubariki pia, hadi utajiri ukawe tishio kwa nchi. Hasa ilikuwa tishio kwa namna gani? Lutu alikuwa na mifugo yake ya kutosha na wafanyakazi wake wa kutosha. Ibrahimu naye ana mifugo yake kutosha na wafanyakazi wake kutosha. Hasa wakawa inafika mahali wanagombaniana malisho. Walipokuwa wanagombaniana malisho, ikawa inakuwa kama ugomvi au chokochoko. Hasa hizi chokochoko, Ibrahimu akamwita mpwa wake ambaye ni Lutu, akamwambia sasa imefika wakati wa sisi kutengana. Wewe ukienda magharibi, mimi nitaenda mashariki. Ukiamua kwenda mashariki, mimi nitaenda magharibi. Basi
Lutu akainuka akatazama. Yeye kumbuka ni mfugaji na amepewa first priority ya kuchagua. Akaenda akachagua katika ule ukanda wa bondeni wa Yordani ambapo ni Sodoma, ambapo katika hilo bonde ulikuwa kuna nyasi nzuri, kuna maji mengi kwa ajili ya malisho. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu Abraham, mtumishi wa Mungu Lutu akachagua upande ule wa mashariki au magharibi, Ibrahimu akachagua magharibi. Kwa hiyo kwa namna hiyo tunajifunza kwamba hata uende upande gani, Mungu ukiwa mtu ni wa Mungu, utazidi kubaki kuwa mtu wa Mungu tu. Utabarikiwa uingiapo, utabarikiwa utokapo. Ibrahimu Mungu akamwambia hasa itazame nchi, simama itazame nchi. Anamwambia katika mstari wa 14, Bwana akamwambia Abrahamu alipokwisha kutengana na Lutu, inua macho yako ukitazame kutoka hapo ulipo, upande wa kaskazini, upande wa kusini, upande wa mashariki na magharibi, maana nchi yote hii uionayo ni yako, nitakupa wewe pamoja na uzao wako milele. Jina la Bwana libarikiwe. Na pia Abrahamu akapewa ahadi kubwa mno kwamba nitakuza uzao wako, hata mtu akiweza basi kuhesabu mchanga wa ardhini, basi atahesabu uzao wako. Kwa hiyo Mungu akambariki Ibrahimu kwa namna hiyo na kumongeza, kwa sababu kwanza alitii agizo la kutoka katika ile nchi ya Harani kwenda katika ile nchi ya Kanaani Mungu aliyempatia. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu, zidi kumtumainia Mungu, zidi kuwa upande wa Mungu kama baba wetu wa imani alivyokuwa anaamini katika Mungu hata akapatiwa baraka kubwa namna hii. Basi hivyo sasa tunaenda kuendelea katika kile kitabu chetu cha Mwanzo sura ya 14. Mwanzo sura ya 14 tunasema, ikawa siku ya Amrafeli mfalme wa Shinari na Arioki mfalme wa Elasari na Kordelaomi mfalme wa Elam na Tidali mfalme wa Yehudumu Goimu walifanya vita na Bera mfalme wa Sodoma na Dirsha mfalme wa Gomora na Shinabu mfalme wa Adma na Shemederi mfalme wa Seboimu na mfalme wa Bela ndio Soari. Hawa wote wakakutana panapo bonde la Sidimu kwenye bahari ya chumvi. Miaka kumi na miwili walimtumikia Kedolaoma hata mwaka wa 13 wakaasi. Na mwaka wa 14 akaja Kedolaomu na mfalme waliokuwa pamoja naye, wakawapiga Warefai katika Arnaimu na Wazuzi katika Hamu na Waemi katika Shewi Kiriaimu na Wahori katika mlio wao Seiri mpaka Elfairi iliyo karibu na jangwa. Kisha wakarudi wakaja mpaka Elfati ndio Kadeshi, wakapiga nchi yote ya Waamaleki na Waamori waliokaa Hasasoni Tamari. Mfalme wa Sodoma na mfalme wa Gomori na mfalme wa Adma na Wabela ndio Soari wakatoka wakapanga vita panapo bonde la Sidimu, wakapigana Kedolaoma mfalme wa Elamu na Tidali mfalme wa Oimu na Armafeli mfalme wa Shinari na Arioko mfalme wa Elazari wafalme wa 4 juu ya wale 5. Na bonde la Sidimu lilikuwa limejaa mashimo ya lami. Nao wafalme wa Sodoma na Gomora wakakimbia wakaanguka huko. Nao
salia wakakimbia mlimani, wakachukua mali zote za Sodoma na Gomora na vyakula vyao vyote, wakaenda zao. Wakamtoa Lutu mwana wa nduguye Abrahamu aliyekaa huko Sodoma na mali yake, wakaenda zao. Mtu mmoja aliyeponyoka akaenda akampasha habari Abrahamu Mwebrania, naye amekaa panapo mialoni ya Mamre. Yule Mwamroni ndugu ya Eshkoli na ndugu ya Eneri, na hao walikuwa wamepatana na Abrahamu. Abrahamu aliposikia kwamba nduguye ametekwa mateka, akawapa silaha vijana wake waliozaliwa katika nyumba yake, watu 318, wakafuata mpaka Dani, akajipanga kapigane nao usiku. Yeye na watumwa wake wakapiga, wakawafukuza mpaka Hoba ulioko upande wa kushoto wa Dameski. Naye akarudisha mali zote, akamrudisha na Lutu nduguye na mali zake, na mwanamke pia na watu. Abrahamu aliporudi kutoka kumpiga Kedorlaoma na wale wafalme waliokuwa pamoja naye, mfalme wa Sodoma akatoka kumlaki katika bonde la Shawe, nalo ni bonde la mfalme. Na Melkizedeki mfalme wa Salemu akaleta mkate na divai, naye alikuwa kuhani wa Mungu aliye juu sana. Akambariki akasema, Abrahamu na abarikiwe na Mungu aliye juu sana, muumba mbingu na nchi. Ahimidiwe Mungu aliye juu sana, aliyewatia adui zako mikononi mwako. Abrahamu akapata fungu la 10 la vitu vyote. Mfalme wa Sodoma akamwambia Abrahamu, nipe mimi hao watu na hizo mali uchukue wewe. Abrahamu akamwambia mfalme wa Sodoma, nimeinua mkono wangu kwa Bwana Mungu aliye juu sana, muumba mbingu na nchi, ya kuwa sitatoa uzi wala gidamu ya kiatu wala chochote kilicho chako, usije ukasema nimejitajirisha Abrahamu. Isipokuwa hivyo walivyokula vijana na sehemu za watu waliokwenda nami, ya Aneri na Eshkoli na Mameri, na watwae wao sehemu zao. Amina. Bwana asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Tunasoma katika hichi kitabu cha Mwanzo sura 14. Tunazidi kuona habari ya Ibrahim. Hii habari ya Ibrahim Bwana inanifurahisha, kwani Ibrahim watu waliongelea sana hii habari. Katika nchi hii ambao alikuwa ameenda Ibrahim, ilipigana vita. Vilipopigana vita, kuna falme zilikuwa mbalimbali zilikuwa zikizunguka eneo lile, lakini kuna mfalme mmoja ambaye alikuwa akitumikisha wafalme wengine, na maana kwamba walikuwa wakimpatia kodi kwa zaidi ya miaka 10, na baada ya miaka 10 kuisha, ile 12 13, wale wafalme wakaasi, wakaacha kumpelekea kodi. Na walipoacha kumpelekea kodi, huyu mfalme wakainuka kupigana vita kwa ajili ya kuwapiga falme zao, na walipigana katika hilo bonde la Sadan ambalo lilikuwa lina mashimo ya lami, siku hizi tunasema petroleum. Na katika mashimo walipigana vita vingi sana, wakaingia hata katika ufalme wa Sodoma, wakapiga sana, wakachukua watu na mali zao na mateka. Wakaenda kumkuta tajiri wa mji ule wa Sodoma ambaye alikuwa ni Lutu,
ambao alikuwa amekaa katika ule mji, wakamchukua, wakasahau kwamba huyu ni ndugu yake Ibrahimu, mtu wa Mungu. Sasa Ibrahimu alipopewa habari kwamba Lutu na familia yake na mali zake zote wametekwa na wafalme, kwa hiyo Ibrahimu akainuka akachukua wafanyakazi wake 130 na kadhaa, 330 na kadhaa, wakapanda kwenda kupigana na wafalme waliomteka. Walipopanda kwenda kupigana nao, tunaona mtu wa Mungu kwamba Ibrahimu akatoka na ushindi mkubwa, akateka mali zao zote. Na kwa mara ya kwanza Ibrahimu anatoa fungu la 10 kwa huyu kuhani na ni mfalme anaitwa Melkizedeki, kuhani wa Mungu aliye juu sana, muumba mbingu na nchi. Utaenda kusoma hizo habari zake tukifika katika kitabu cha Waebrania. Ndio mwanzo katika Biblia tunasoma fungu la 10 kwa mara ya kwanza katika kitabu hichi, ambapo ni baba wa imani analizungumza hili, anaenda kutoa fungu la 10 kwa hiari. Mungu akubariki sana. Unaendelea kufuatilia kusoma Biblia hii, na nakaribisha comment mbalimbali katika ukurasa wetu huu wa YouTube. Mungu akitujalia, siku sio nyingi tutakuwa tunaruka YouTube live na Facebook live na mitandao mbalimbali, lakini kwa sasa tumependeza Mungu kuanza na YouTube. Basi nisichukue muda wako mwingi sana, ninaomba tukamalizie katika kile kitabu, katika ile sura ya 15, Mwanzo sura ya 15. Baada ya mambo hayo neno la Bwana likamjia Abrahamu katika njozi likinena, usiogope Abrahamu, mimi ni ngao yako na thawabu yako kubwa sana. Abrahamu akasema, Bwana Mungu, utanipa nini? Nami naenda zangu hali sina mtoto, na atakayemiliki nyumba yangu ni huyu Eliezeri Mdameski. Abrahamu akasema, tazama, huku nipo uzao, na mtu aliyezaliwa nyumbani mwangu ndiye mrithi wangu. Neno la Bwana likamjia likinena, huyu hata kurithi, bali atakayetoka katika viuno vyako ndiye atakaye kurithi. Akamleta nje, akasema, tazama sasa mbinguni, kuzihesabu nyota, kama ukiweza kuzihesabu. Akamwambia, ndiyo utakavyokuwa uzao wako. Akamwamini Bwana, naye akamhesabia jambo hilo kuwa haki. Kisha akamwambia, mimi ni Bwana niliyekuleta kutoka Uru wa Kaldayo, nikupe nchi hii iliyo urithi. Akasema, Bwana Mungu, nipataje kujua ya kwamba nitairithi? Akamwambia, unipatie ndama wa miaka mitatu, na mbuzi mke wa miaka mitatu, na kondoo mume wa miaka mitatu, na hua na mwana njiwa. Akampatia hao wote, akawapasua vipande viwili, akaweka kila kipande kuelekea mwenzie, ila ndege hakuwapasua. Hata tai walipotua juu ya mizoga, Abraham akawafukuza. Na jua lilipokuwa likichwa, usingizi mzito ulimshika Abraham, hofu ya giza kuu ikamwangukia. Bwana akamwambia Abraham, ujue hakika kwamba uzao wako utakuwa mgeni katika nchi isiyo yake. Watawatumikia watu wale, nao watawatesa muda wa miaka 400. Hata na taifa lile watakapowatumikia watawahukumu. Baadaye watatoka na mali mengi. Lakini wewe utakwenda kwa baba zako kwa amani, utazio katika uzee mwema, na kizazi cha 4 kitarudi hapa, maana
hujatimia uovu wa Amori bado. Ikawa jua lilipokuchwa likawa giza, tazama, tanuru ya moshi na mwenge unaowaka ulipita katika vile vipande vya nyama. Siku ile Bwana akafanya agano na Abraham, akasema, uzao wako nimewapa nchi hii, kutoka mto wa Misri mpaka mto mkubwa, mto Frati, Mkeni na Mkenzi na Mkadomi na Mhiti na Mperezi na Mrefai na Mwamori na Mkanani na Mgirshashi na Myebusi. Amina. Bwana asifiwe sana, mtu wa Mungu. Bwana, katika siku ya leo tumesoma sura ya 11 mpaka sura ya 15. Katika sura hii ya 15 tunazidi kusoma ahadi kuu Mungu alizomwahidi Abraham, na tunaona katika sura hii ya 15 ni namna gani wana wa Israeli wataenda utumwani kwa miaka 400 kama Mungu alivyomwambia Abraham, na baada ya miaka hii 400 kwamba watatoka utumwani na watatoka na utajiri mkubwa sana. Na tunaona kwamba Abraham alikuwa akilalamika mbele za Mungu, akawa anamwambia katika ule mstari wa 2, Abraham akasema, tazama, huku nipo uzao, na mtu aliyezaliwa nyumbani mwangu ndiye mrithi wangu. Neno la Bwana asifiwe sana. Alikuwa anamuuliza Mungu kwamba kuna mfanyakazi wake ambaye alikuwa anamchukulia kama mrithi wake, mfanyakazi wake wa karibu sana, mwaminifu sana, ambaye ni Eliazeri Mdameski, kwamba Ibrahim ndo alikuwa anafikiria kwamba atakuwa mrithi wake. Lakini neno la Mungu hapo linatuambia kabisa kwamba huyu Eliazeri Mdameski hata mrithi Ibrahim, bali ni mtoto atakayetoka katika viuno vya Ibrahim. Mungu akamchukua Ibrahim akampeleka nje, akamwambia, hesabu hizi nyota, kama unaweza kuzihesabu, hivyo ndivyo uzao wako utakavyokuwa. Tunaona baraka za Mungu na ahadi za Mungu ni kweli na ni hakika. Mungu akisema atakubariki, ni kweli atakubariki. Mungu hajawahi kuwa muongo, hata sema uongo. Tunaona pia namna Mungu alivyomwahidi kwamba akamwambia kwamba hii nchi itakuja kwangu, akamwambia kanitolee sadaka, akampatia maagizo jinsi ya kwenda kutoa sadaka, jinsi ya kwenda kutoa wanyama mbalimbali pamoja na ndege, akawaweka pale mbele katika ile madhabahu. Na alivyoweka katika ile madhabahu, tunaona kabisa kwamba ikafika wakati Mungu akasemezana naye. Mungu aliposemezana naye katika ile, baada ya kupewa usingizi mzito, akamwambia, akampatia baadhi ya vitu na baadhi ya ahadi. Na katika hizo ahadi tunaona kabisa kwamba mtumishi wa Mungu Abraham, tunaona kama katika ile mstari anasema akapewa agano. Mungu akasema, siku ile Bwana akafanya agano na Abraham, akasema, uzao wako nimewapa nchi hii. Kwa hiyo hata katika nchi ya Israeli wanavyogombana siku hizi za leo, kwamba wanashikilia katika mstari huu, wanaangalia katika mstari huu kwamba mipaka nchi ya Israeli imeanzia wapi. Unaona hii mito ukisoma katika ramani ya dunia iko vizuri sana. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu, mtu wa Mungu unayemwamini Mungu, baba Ibrahim, baba wa imani, ndio baba yetu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo kama tunamwamini Mungu, tumwamini Mungu kama Ibrahim alivyomwamini Mungu. Mkewe alikuwa ni tasa, lakini Mungu akamwaidia mtoto. Bwana asifiwe sana. Mungu akamwaidia mtoto, akamwambia mfanyakazi Eliazeri Mdameski hata kurithi, bali atakaye kurithi ni mtoto kutoka katika viuno vyako. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo tunajifunza katika siku ya leo, tumejifunza mambo mengi sana kwa habari ya Ibrahimu, 99%. Naweza kusema katika siku ya leo
tumejifunza kwa habari ya Ibrahim baba wa imani katika ile sura ya 11 mpaka sura ya 15 tumesoma, na siku ya kesho tutaendelea katika sura ya 16 hadi sura ya 20 katika kitabu cha Mwanzo katika mfululizo huu. Basi nikukaribishe ulike, kusubscribe katika chaneli hii ya kwetu ili kuendelea kupata mafunzo, tuendelee kujifunza. Ukiwa live, ukiwa unafuatilia, usiache kushusha comment hapo, tutakuwa tunaiona hapo chini na tutakuwa tunajifunza zaidi na wewe pia. Kwa namna hii masomo haya baada ya kuruka live yatakuwa narushwa kwenye hii account yetu ya Tanzania Mbezi Galilaya Christian Center. Mungu akubariki sana na karibu tena kwa wakati ujao, muda na wasaa kama huu. Amina, barikiwe sana mtu.